Ujumbe wangu ni vifungo vya rohoni. Hebu sema vifungo vya rohoni. Sema vifungo vya rohoni. Ninapoongelea vifungo vya rohoni, maana yake ninaongelea kamba ambazo ni kamba za kiroho. Mtu anaweza akafungwa ili asipige hatua, ili abaki hapo hapo alipo. Narudia tena, ninapozungumza kwa habari ya vifungo vya rohoni, ninaongelea namna ya warohoni wanavyotumia mekanizmu ya kiroho kuwafunga watu, kufunga matumbo ya uzazi, kufunga mikono ambayo Mungu ameibariki, kufunga hatua za mtu ambazo zinaongozwa na Bwana, ili kwamba abaki kwenye eneo moja lile. Sasa naomba unisikize kwa makini. Nataka akili yako iweze kuelewa kwanza. Baada ya kuelewa, tutakwenda mbele za Bwana na kudai kila mmoja haki yake kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Amen. Sasa vifungo vya rohoni ni nini? Vifungo vya rohoni vizuizi au hali ya kuzuiliwa, kushikiliwa eneo moja. Vifungo vya rohoni ni ile hali ya mtu kushikiliwa au kuzuiliwa katika eneo moja. Sasa nakupa evidence, lakini pia wakati nazungumza na wewe pia utakuwa unayaona maisha yako. Umezuiliwa kwenye eneo moja, haupigi hatua kabisa, mambo yamesimama, hayaendi. Unayo biashara, umeweka mtaji kwenye biashara, lakini biashara haisogei, biashara haikui, biashara iko pale pale. Maana yake ni nini? Kuna kizuizi au kuna kuzuiliwa rohoni, ambavyo rohoni kuna watu wamefunga kwa namna ya rohoni. Maana yake ili usisogee, ubaki pale pale. Mwaka wa kwanza uko pale pale, mwaka wa pili uko pale pale, mwaka wa tatu uko pale pale, mwaka wa nne uko pale pale. Au unapiga hatua moja, unapiga hatua mbili, hatua tatu, lakini unarudi nyuma hatua tano, unarudi kana kwamba unaanza sifuri. Ndio maana kuna watu, una biashara, una mtaji, unausukuma wewe mtaji, unausukuma mtaji, unafika mahala mtaji unakuwa, ulikuwa na mtaji wa 50,000, umefika mtaji wa 100,000, alafu ghafla biashara inasimama. Unanunua mzigo lakini mzigo hautoki, wanunuzi hawapo, kila mmoja yuko busy. Maana yake nini? Maana yake sasa unaanza kusema okay, anyway, basi acha nikopeshe. Unakopesha mzigo, alafu wale wanaokulipa wanakulipa nusu, hawakulipi kwa mara moja, wanakulipa kidogo kidogo. Kama ilikuwa ni 10,000, ni kichwa 10,000, wanakulipa 2,200. Wanaona wiki hii nakupa 2,000, wiki hii nakupa 2,000. Lakini hapo una matatizo, hapo una mahitaji. Unajikuta ile 2,000 ambayo umeipata, badala ya uiweke ili kwamba ikae, unaitumia kwa sababu ndio imetokea na kuna jambo la kusolve saa hiyo. Mwisho wa siku unafika, fedha yote imerudi, lakini mtaji umekufa. Maana yake nini? Huyu mtu amezuiliwa, huyu mtu hapigi hatua. Na hiki kitu sio kitu cha kawaida. Usione kwamba ni hali ya kawaida ukasema ni hali ya kibiashara, ni hali ya kibiashara kwa inakuwa hivi. Sio kweli. Kuna wenzako wakianza vitu wanaenda mpaka wanafika mahali wanafanikiwa na kustawi, ila wewe ni mwaka wa 10 sasa, ile biashara haikui, lile jambo haliendelei. Unaanza, unafunga, unaanza tena. Kuna watu wana namna hiyo, anaanza, anaenda, biashara inachanganya, baadaye inazima.